itakuwa moja, yatakuwa mengi zaidi. Dar es Salaam yatakuwa mengi zaidi. Tanga yatakuwa yameshafika. Kwa hao vijana wote wa taifa zima tutahitaji kuwakutanisha sehemu moja na tujuane. Sawa? Tufundishwe kwa pamoja. Kwa maana hiyo tutakuwa na makongamano mawili kwa kila mwaka. Kongamano la kwanza litakuwa linafanyika mwezi wa 6 kwa kila mwaka. Ninasema haya ni malengo ambayo sio kwamba labda ndio tunaanza leo, tunajikomiti tunaanza leo kwamba mwezi wa 6 tuna kongamano. Hapana. Na waonyesha tu wapi tunaenda. Sawa? Amen. Kwa hiyo kila mwaka mwezi wa 6 tutakuwa na kongamano. Kama ni tumeshindwa mwaka huu kufanya, basi mwakani tunajua tutakuwa na kongamano mwezi wa 6. Kwa vyovyote vile tutakuwa na kongamano mwezi wa 6, ambalo hilo litakuwa linaitwa kongamano la kanda. Kwa kila kanda itakuwa inafanya kongamano sehemu moja. Kwa maana hiyo tuna kanda 10 Tanzania, kwa kila kanda itakuwa inafanya. Kwa mfano hapa tuna Mbeya, Sumbawanga, Rukwa na wapi na wapi. Hii mikoa yote itakuwa inakutanika sehemu moja. Tuna mikoa mitatu, Dar es Salaam, Morogoro, wapi. Hii yote itakutanika sehemu moja. Lakini tutakuwa na kongamano moja la kitaifa kubwa ambalo hilo litakuwa linatukutanisha sehemu moja, ambalo hilo litakuwa linafanyika mwezi wa 12. Bwana Yesu asifiwe. Litakuwa linafanyika mwezi wa 12. Aidha ni Mbeya, lakini tunatamani zaidi tulifanyie makao makuu ya kanisa ambayo tunatarajia kuijenga Dodoma. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ni center pale, itakuwa ni rahisi kwetu kuwatoa watu wote mikoa yote Tanzania na kuwaleta hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunahitaji kuongezeka kiidadi sisi kama vijana. Achana na watoto, achana na wazee, achana na wababa na wamama. Sisi kama vijana tunahitajika kuongezeka kwa idadi. Nina experience ya kwamba vijana wengi sisi ndio nguvu kazi ya kanisa. Yaani sisi ndio tunaoweza kuamua kanisa likue ama lisikue. Kwa sababu hatuwezi kuwatuma wazee wakashuhudie. Mzee akienda kushuhudia anaweza akatembea nyumba ya kwanza ya pili akakwambia nimechoka. Sawa? Lakini sisi vijana tunaweza kwenda maili marefu zaidi. Sisi vijana tunaweza kukaa na mtu tukaongea naye hata dakika 20-30. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana hiyo sisi ndio nguvu kazi ya kanisa. Nini ninahitaji kusema? Tunahitaji kuongezeka kiidadi katika kanisa letu. Na njia kubwa tunaijua ni kushuhudia. Lakini ninaweza nikawapa challenge tu ya kwamba si makanisa mengi ambayo yanaenda kushuhudia. Sawa? Si makanisa mengi ambayo vijana kama vijana wanasema tunaenda kushuhudia wiki hii. Au tunahitaji kuongezeka, yaani ile hali ya kuongezeka kiidadi hatuioni kwenye makanisa yetu. Kwa hiyo tunahitaji kulifanya hilo. Sawa? Tunahitaji kuona ushuhudiaji wa nguvu. Tunahitaji kuona watu wakifuatiliwa. Tunahitaji kuona seli sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu tumepewa njia nyingi sana za kuongezeka kiidadi, lakini sijui tunakwama wapi. Sijui. Kuna wakati niliwahi kujifunza somo linaitwa law of process ama sheria ya hatua. Nikawa ninawaza ama ni kwa sababu tupo kwenye process, kwa hiyo hatutakiwi kukua. Lakini nikawa ninawaza, kuna mtu anaitwa Idahosa ambaye alienda kumfufua mfu mmoja siku ya kwanza. Siku ya pili ukisikiliza historia ya Idahosa, anakuambia siku ya kwanza nikaenda nikazunguka na baiskeli mpaka jioni. Nikamkuta mfu jioni ni mtoto, amekufa mtoto. Sawa? Akamfufua yule mtoto. Baada ya hapo kuanzia kesho yake, sio yeye alikuwa anatafuta tena. Watu ndio walikuwa wanamtafuta yeye. Sawa? Na baada ya mwaka alikuwa na kanisa lake kubwa. Sawa? Tulikuwa tunafuatilia historia ya David Oyedepo siku moja. Sawa? Ni mtu ambaye kuna mwaka anaongeza washirika 1000 kwa mwaka. Tunasemaje law of process? Ya kwamba sisi hatukui. Hapana. Tunahitajika kujua ya kwamba tunahitaji kufanya. Sawa? Tunahitajika kujua ya kwamba